Nitamuomba mkuu wa mkoa siku moja japo kwa makundi wenye viti kidogo kidogo niwapeleke kule bwawani. Nyinyi hamjafika, mnatakiwa mwende kidogo kidogo, twende kule mkaone kazi nzuri iliyofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu. Hadi mkirudi ukikaa na wananchi unaeleza umeingia kuona turbines hizo zinazozalisha umeme kila moja megawati 235 zinaenda huko mpaka tunafika megawati zetu 2115. Ukaone mabwawa yenyewe namna ambavyo yamejengwa. Kuna maajabu yako kule ambayo yamewekezwa na rais wetu. Ni vizuri wenye viti mkayajua, mje muwasimulie wananchi. Yako masubstation makubwa huko ambayo yanatumika kupoza umeme. Tutatengeneza utaratibu wa kuwatembeza ili mnapotoa mazungumzo na taarifa kwa wananchi mwe mnazungumza vitu ambavyo mmeviona. Mnasemaje jamani? Msikilize vizuri kwa umakini, jambo ambalo mtaendelea kupeana na management ya TANESCO, tukaipe ushirikiano wa kutosha kwenye mitaa yetu, kwa sababu umeme ni ajira. Ajira kivipi? Wapo watu waliojiajiri kwa kutumia huu mwanga unaowaka leo, huduma inayotolewa na TANESCO. Umeme ni maisha. Unapokwenda hospitali mtu anapumulia mashine ya oxygen, haiendi bure. Ni kwa sababu kuna huduma ya umeme inayosaidia miundombinu hiyo yote kuweza kumsaidia mgonjwa kupumua kwa oxygen. Umeme ni maisha. Unapokwenda kwenye baadhi ya maeneo mengine, umeme ni pato la taifa. Umeme ni GDP. Tunapozungumzia production katika viwanda ili tuweze kufanya exportation, tunazungumzia umeme. Umeme kwa sasa is almost everything. Na kama watu wa maji wanasema maji ni uhai, umeme ni uhai, kwa sababu mitambo ya DAWASA haiwezi kusukumwa kama haina umeme. Kusimamia mkoa wetu, lakini maelekezo yanayotupatia katika ngazi ya wilaya kuhakikisha kwamba matamanio ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yanaenda kutokea. Tunakushukuru sana. Ahadi yetu kwako Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni kuchapa kazi kwa bidii sana. Mimi pamoja na wenye viti wangu hawa tunakuhakikishia kwamba tutahakikisha yale maelekezo yote unayoyatoa tunayatekeleza kwa wakati.